Tuangalie tena siasa ambapo katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amerejea tena mahakamani kuzuia kuondolewa kwake kama katibu mkuu wa chama hicho cha chungwa. Sifuna ameambia mahakama kuwa hakupewa nafasi ya kujieleza na notisi iliyotumwa hivi majuzi ilimfikia wakati wa likizo ya Pasaka. Sasa anaitaka mahakama kusitisha kikao hicho, kama anavyotuarifu Stephen Leto. Kupitia mawakili wake, Sifuna anataka kusimamisha taratibu zozote za kinidhamu zitakazotokana na tangazo la kuonyesha sababu iliyotumwa na mwenyekiti wa kitaifa wa ODM Gladys Wanga. Sifuna pia anataka kukizuia chama hicho na msajili wa vyama vya kisiasa kutekeleza au kuchapisha uamuzi wowote wa kumwondoa kwenye gazeti rasmi la serikali. Sifuna aliliambia mahakama kuwa azimio la kumwondoa kama katibu mkuu wa ODM haikufuata sheria ya chama hicho. Sifuna aidha, kwa barua kupitia ushauri wake na kuwasilisha watatuzi watatu wajumuishwe katika mchakato wa kutafuta mwafaka baina yake na chama cha chungwa. Kwa mujibu wa nakala za mahakama, Sifuna anadai tuhuma za utovu wa nidhamu kwa chama hazijawahi kuwa ajenda wakati wa mkutano wa baraza kuu la chama cha ODM. Sifuna sasa anadai kuwa hata baada ya chama cha ODM kumwandikia barua ya kuelezea mbona asiadhibiwe na chama, ODM tayari imetoa msimamo wake wazi. Sifuna sasa anataka mahakama inayosimamia migogoro ya vyama vya kisiasa kuvalia njuga swala hilo, hata ingawa wiki iliyopita ilitoa uamuzi wake kuwa haina uwezo wa kisheria wa kutatua mgogoro wake na chama cha ODM. Stephen Leto, runinga ya Citizen.